Jamani, Ivan yuko hapa. Leo mimi na dada yangu, Maria, tunageuza nyumba yetu kuwa pizzeria. Tutatengeneza pizza za kuvutia kutoka za kawaida zenye jibini hadi ubunifu wa ajabu kabisa. Tutakuwa tukichukua oda na kuhudumia wateja wetu. Mwishowe, tutafanya kitu cha kichaa, kutengeneza pizza kubwa. Hakikisha unatazama video nzima. Itakuwa ya kushangaza. Sasa, tunaanza vipi? Mpango ni rahisi. Kwanza ni jambo la muhimu zaidi. Lazima mjisajili kwenye chaneli yetu sasa hivi, kwa sababu hii itatusaidia kujenga kujiamini kwetu na tutafurahi sana. Na tutafungua hakika duka hili la pizzeria. Kwanza, tutaanza kwa kuweka meza 15 katika pizzeria ili tuweze kutosheleza wateja wote. Sidhani tutakuwa na mahitaji makubwa hivyo. Je, tukibaki na meza 3 tu? Kwa kweli, ndiyo. Nadhani hiyo ni matarajio makubwa kidogo. Tuanze na 3. Ndiyo, hii inaonekana bora zaidi. Huu ni mpango mzuri. Tutakuwa na tanuri halisi la pizza kama nchini Italia na moto. Hiyo itakuwa bomba sana. Hapana, Ivan, hii ni nyumba yetu. Tuna jiko la kawaida tu. Tutumie tanuri yetu, sio moto wa kambi. Sawa, uko sahihi. Hiyo ni matarajio makubwa mno. Jamani, nilitaka sana tanuri la pizza kama nchini Italia. Ifuatayo, tutatengeneza nembo kubwa ili tuonekane kutoka mbali. Nilikuwa nikiwaza kuhusu futi 60 kwa 70. 60 kwa 70? Hiyo itakuwa nzuri sana. Una uhakika? Hapana, Ivan, hatuko kwenye kituo cha ununuzi. Ndiyo, ni kweli. Tuanzie na kitu kidogo. Hatuko Times Square. Ni matarajio makubwa tena. Ndiyo, tuanzie na kitu kidogo tu. Ukubwa huu utatosha. Tumeanza tu. Sawa, ninapenda tuendelee na mpango na tuendelee na baadhi ya maboresho. Sasa tunahitaji kitambaa cha meza, vitambaa na menyu kamili. Nope. A week sawa. Kamili. Tupini second, jamani. A little longer than a few minutes later. Nitashughulikia. Ivan, nenda uchukue vitambaa. Nini kinafuata? Ivan, labda unisaidie. Ndio, menu. Na hapa tuna hii pel halisi ya pizza kutoka Italia. Na hii hapa menu yetu. Tutapata pesa nyingi kutokana na hii. Na hii ni jikoni yetu. Tuitie mapambo kwa stika. Italiano. Pizza Kadha inaonekana tamu sana. Huwezi kuwa na stika nyingi sana za pizza. Na hii ni kesi kwa baadhi ya sanduku za utoaji wa mahitaji makubwa. Tunayo viungo vyote vya pizza zote. Jibini kidogo. Pepperoni kadhaa kwa wale wanaopenda pepperoni. Vipande vimekatwa. Zaituni za hoji blanca. Na karibu kwenye ufunguzi mkuu ya pizzeria tamu zaidi duniani. Mama mia, kutakuwa na mchuzi wa jibini nyingi na vurugu za ladha. Twendeni. Pizzeria yetu imefunguliwa. Yay! Kelele hizi zote ni nini? Na kwa nini nyinyi mnaonekana hivyo? Baba, usiharibu. Tuna biashara ya kweli inayoendelea. NI pizzeria yetu. Nini? Naenda kubadilisha. Hatuwezi kuruhusu wateja kukuona hivi. Hakuna pizzeria katika nyumba yangu mwenyewe. Unamaanisha nini? Hakuna pizzeria? Tulikata utepe, tulifungua konfeti, ni rasmi. Kijana, chagua kuagiza pizza au uondoke kwenye eneo la cafe. Hii ni nyumba yangu mwenyewe. Naenda popote ninapotaka. Hey, hiyo itakuwa $4. Hiyo ni kwa wateja wetu. $8, $10, $20, $20. Jamani, bonyeza kitufe cha kupenda kama unapenda tulichokifanya. Natumaini hajakasirika sana. Kwa kweli, nina wazo lingine, Maria. Nina hizi vipeperushi na nitaweka vipeperushi hivi mitaani ili watu wajue kuhusu mahali petu kipya. Sawa, hiyo ni bomba. Lakini nitafanya nini kwa sasa? Nimekukinga. Kwa kweli nina mpishi mzuri anakuja hivi sasa. Samahani, jamani. Anashinda? Sawa, mshirika, tuanzie kazi. Kwa hiyo wewe ndiye unayesimamia jikoni sasa, Stan. Hakuna jinsi. Mpishi wa nyumbani. Vizuri. Bahati njema na hivyo vipeperushi, Ivan. Sawa, tukiona jamani. Usiangushe biashara yetu. Usijali. Tuanze kazi. Sawa, kipeperushi cha kwanza kimebandikwa. Kamili. Jamani, kuna pizzeria mpya inafunguliwa pale. Njoo.
siku njema. Karibu kwenye pizzeria bora zaidi mjini. Senora, karibu ndani. Kila kitu hapa ni cha Kitaliano. Chukua kiti. Sasa chagua pizza. Oh, chaguo zuri sana. Yeah. Oh, pepperoni inafurahisha. Nitachukua hii. Bila shaka, chaguo kubwa. Na tutaifanya iwe tamu sana hadi utadondokwa na mate. Pizza. Sawa, huyu ni mteja wetu wa kwanza. Tunapaswa kufanya pizza hii iwe kamilifu. Sawa, kwa hivyo tuna unga. Hebu tufanye mviringo. Ndio. Na bapa, halafu nadhani tunapaswa kutumia hiki. Anangoja. Njoo haraka, nitajiandaa. Mchuzi wa nyanya. Sawa, na unafanya toppings zote ziwe tayari. Sawa, hebu tuangalie ukubwa wa pizza hii. Sentimita 30, kama ilivyo kwenye mapishi. Ni sawa, itapungua kwenye oveni. Sawa. Ndiyo, namaanisha nadhani itakuwa kamilifu. Wakati wa mchuzi wa nyanya. Ina mchuzi mwingi wa nyanya juu yake. Anda jibini. Ongeza jibini kidogo zaidi. Na tui pepperoni. Wakati wa pepperoni. Weka vipande vichache zaidi pale. Kipande cha mwisho cha pepperoni na tunaweza kuweka kwenye oveni. Sawa, sasa tuweke pizza hii kwenye oveni, jamani. Dakika 15, jamani, na itakuwa tayari. Kwa nini nyinyi hamwandiki hapa chini pizza mnayoipenda zaidi? Na tunaweza kuiongeza kwenye menu. Nina njaa sana. Pizza yangu iko wapi? Stanley, Niseti. Sawa, nakuja. Pizza. Hebu tuangalie ubora. Hakuna atakayona. Hilo ni la ajabu. Nina uhakika pizza ni kubwa kuliko hii. Dakika chache tu. Ninahisi harufu tayari. Maria, usisahau pizza. Ninapenda kazi hii. Pizza yako, Senora, imetengenezwa na wapishi wataalamu. Inaonekana ndogo kidogo. Niliagiza kubwa zaidi. Habu tuangalie. Samahani, mhudumu, lakini naona si sentimita 30, ni 24 tu. Ni kwamba labda tu imepungua kwenye oveni. Ninakataa kulipa. Ni udanganyifu. Naweza kukuletea nyingine. Njoo. Ninaichukua kama samahani yako. Kwa heri. Sawa. Mteja wa kwanza na tayari tunakaribia kufilisika. Tazama, Maria, angalia hili. Wow, Stanley, una kipaji sana. Mimi and pizzaiola. 5 minutes later. Endelea, tuna kazi. Njoo. Pole. Hebu tuanze kutengeneza pizza ya pili. Habari za alasiri. Hii ni pizzeria, sivyo? Ndio. Ingia. Chagua meza yako. Inaonekana nzuri sana, ya kupendeza. Asante. Tulijitahidi kadiri tuwezavyo. Ungependa nini? Nitachukua pizza maarufu, Mia Maria. Bila shaka, utapata pizza yako hivi punde. Sawa, Stan, tunahitaji kutengeneza Mia Maria. Nini? Kimsingi ni margarita tu. Mia Maria inaonekana ya kuvutia. Ninaweza kufanya margarita. Twende. Mchuzi wa nyanya. Mzuri, sawa. Tengeneza jibini tayari. Tuweke jibini nyingi kwenye pizza hii. Sehemu muhimu zaidi. Sawa, kamilifu. Wakati wa kwenda kwenye oveni. Sawa, sasa nimefanya pizza. Hebu tuweke hii kwenye oveni. Samahani, pizza yangu iko wapi? Ndio. Njoo haraka. Njoo, dakika. Haraka, Niseti. Siwezi kuiweka. Sawa, wakati wa pizza ya pili kuingia kwenye oveni. Ni joto tu linasababisha ishikane. Nia njaa kweli. Ujambo? Sawa, wakati wa kutoa pizza ya pili. Hilo limekamilika na liko tayari kwa mteja wetu anayefuata. Namaanisha, unajua, ina sifa kidogo, labda sio pizza ya mviringo zaidi, lakini pizzeria bora duniani tunapenda kuifanya iwe maalum. Basi hivyo. Hao wageni ni nani? Lakini usijali, nitafunga pizzeria hii hivi karibuni. Pizza yako iko tayari, Senor. Asante. Angalia.
Acha kupiga kelele. Nini kimetokea? O Mungu wangu, ninasikitika sana kuhusu hili. Nitashughulikia hili mara moja. Fanya kitu. Subiri. Nafikiri ni wakati wa mende kuondoka. Unafanya nini hapa? Hii ni nyumba yangu, unajua. Sawa, Hugh Mend. Mende ndani ya nyumba yangu. Hii ni kosa la pizzeria tu. Unawezaje kutubutu? Hii pizzeria ni mzaha. Nitairipoti. Huyo mende katoka wapi? Sijui kabisa. Ni mahali pazuri na pa kupendeza namna gani? Asante, tafadhali chukua kiti. Asante. Hapa menu. Sihitaji hii. Naweza kupata pizza tamu zaidi, tafadhali. Bila shaka, lakini pizza zetu zote ni tamu. Nitahakikisha unapata bora zaidi. Siwezi kusubiri. Asante. Sawa, Stanley. Tuna mgeni mwingine, lakini ni maalum. Aliomba pizza tamu zaidi. Kwa hivyo tunahitaji kuifanya kuwa bora kabisa. Sawa, tutatengeneza pizza ambayo itafanya nywele zake kusimama. Natumai ni kwa sababu ya ladha nzuri. Bila shaka, wacha tuanze. Wakati huu, mafuta ya mzeituni. Changanya hayo yote. Unaweza kuweka jibini. Sawa, yote yamekamilika. Sasa, wacha tuiweke ndani ya tanuri. Hii hapa pizza yako. Ile tamu zaidi, kama ulivyoomba. Asante. Mama mia, mhudumu. Ndiyo, shida ni nini? Kuna nywele ndani. Tunaomba radhi. Pole sana kwa hilo. Tunaweza kutengenezea pizza mpya. Inatuchukua dakika 5 tu. Baba, unafanya nini hapa? Si mimi, Napa. Baba! What a twist! Ndio, na mimi. Kwa hivyo, ulikuwa wewe. Sitashtuka kama umefanya jambo la mende. Sawa, biashara ya familia, kwa hivyo nitarudi. Hii ni mbaya tu. Umeharibu kila kitu. Sawa, kuna nini kubwa? Sitaki kuzungumza nawe tena. Nadhani nimevuka mipaka. Hivyo, je, inamaanisha kwamba ameharibu mipango yetu yote? Inaonekana hivyo. Hiyo ni mbaya. Nadhani tunahitaji kufunga pizzeria yetu sasa. Ndiyo, tulifurahia kwa muda. Wow, inaendaje hapa watu? Nini? Mmekasirika au vipi? Unafikiri nini? Nimeelewa. Pole. Nilitaka tu amani nyumbani. Na sisi tulitaka kupata pesa na kufanya kitu cha maana na wakati wetu. Sasa hatuna pesa, wateja wala matumizi. Ndiyo, na sifa ya mahali hapa imeharibiwa kabisa. Samahani sana. Vipi kama nikisaidia kurejesha sifa yetu? Vipi? Hebu tutengeneze pizza kubwa pamoja na kupiga picha na tutaweka kwenye Instagram. Nina hakika watu wataipenda. Tazama, naona machoni mwake. Unajaribu kutuchezea tena. Hapana, nasema kweli. Sawa, nadhani tunaweza kujaribu, lakini usitarajie nisahau kila kitu. Sawa, wacha tuanze kazi. Sawa, ni wakati wa kutengeneza pizza kubwa. Izangush. Mapishi kutoka kwa bibi yangu. Hii pizza inaonekana nzuri tayari. Njoo, ongeza mchuzi zaidi, harakisha. Tuna wateja wanangojea. Tuongeze jibini. Wacha tufanye nusu pepperoni, robo uyoga na robo nyanya. Nadhani ni bora kabisa. Kazi nzuri kabisa. Sawa, tuingize kwenye oveni. Wow, Kwa hiyo watu, tunafikiri nini? inaonekana ya ajabu. Sawa, nimeweka tu kwenye Instagram. Sawa. Imepata kupendwa tayari. Watu wanauliza mahali wanaweza kuionja. Unaona, imefanya kazi. Nitasema kwamba unaweza kujaribu hapa katika pizzeria bora zaidi duniani. Asante baba, kweli imefanikiwa. Nitaenda kuweka matangazo zaidi. Kwa hiyo, hakuna chuki. Ndayo. Hebu tujaribu hii pizza. Nzuri sana. Shangwi, Mungu wangu, hii ndiyo pizza bora zaidi niliyowahi kujaribu. ninajua. Tazama pale. Tena mende mwingine. Ilitoka wapi? Kweli? Saidia. Je, kuna yeyote anaweza kutusaidia tafadhali? Heya, jamani, kuna kitu kibaya kimefanyika hivi punde. Ilikuwa ni mzaha na Ivan alikuwa hapa. Halafu changamoto hii ikaenda vibaya na sasa tumejikwamisha. Ivan alitoweka, kwa hiyo nilianza kuchimba na kugundua kuwa yote yalikuwa ni mzaha wa Mike, lakini tulipokwenda kumwokoa Ivan na kumwambia kuwa ilikuwa tu mzaha, hakuwapo. Badala yake tulipata ushahidi halisi wa utekaji nyara wa kweli. Sasa tuna changamoto mpya, kujua ni nani mtekaji nyara wa kweli. Lakini kwanza tunapaswa kutoka nje.
Usijali, nina wazo, nitamuita Eva. Nini? Ulikuwa na simu muda wote huu? La, nilisahau. Basi. Hujambo, Eva, tunahitaji msaada. Ndiyo, njoo kwenye studio ya Ivan, panda ngazi. Fungua mlango mweupe na uniachie mimi na Mike, tumekwama. Kuna mtekaji nyara wa kweli anazunguka. Harakisha. Habari, jamani, mnafanya nini humu? Ndiyo, upo hapa. Sawa, tutakuambia kila kitu njiani, tuende. Na wakati tunakwenda na tunaposhirikiana, hakikisha umejiandikisha kwenye channel ya Ivan. Hapana. Nini kilitokea hapa? Kuna mtu alikuwa hapa bila shaka. Sijui ni nani, lakini ni wazi ni mtu anayevaa saizi 43. Ni wazi hawezi kubadili soksi mara kwa mara. Kama mtekaji nyara alikuwa hapa, angeacha ujumbe au dalili. Anamaanisha Gandhi? Sio gundi, ni dalili. Nope. Jamani, angalieni, kuna radio. Hatukuwahi kuwa na kitu kikongwe kama hiki. Wacha tuwashe tuone. Labda kuna dalili. Sidhani kama hiyo itafanya kazi. Mtu amekata waya. Mike, labda ungependa kutusaidia badala ya kucheza na mashine hii nzuri. Yeah. Kweli, kwa hakika. Kuna plug ndani na nina hakika hii ni ya radio na ninajaribu kuipata. Ndiyo, tujaribu mara chache. Na karibia kumaliza. Naweza kujaribu. Labda nitaipata. Sawa, pata hiyo. Siwezi. Utaipata. Na kumini njoo. Hii ni ngumu. Njoo, pata hiyo. Kidogo tu zaidi. Jamani, samahani kwa kuingilia, lakini kuna shimo. Hatukujua hilo. Basi, tuo kabish video. Jamani, kama si mtaalamu wa umeme kama mimi, basi usijaribu hili nyumbani. Rekebisha kwa haraka. Njoo. Nitarekebisha hili haraka. Hapo, tumefanikiwa. Bora kabisa. Imefanywa yote. Wacha debate extender. Njoo, Mike njoo, harakisha. Hapa, chukua, unganisha. Hapo tumefanikiwa. Habari marafiki, kama mnasikia hili, basi hamjawa wapumbavu kama nilivyodhani. Ninajua mnatafuta rafiki yenu, na ukweli ni kwamba yuko nami, bado yuko hai. Lakini si kwa muda mrefu, na saa moja tu kutupata au kuaga Ivan milele. Sawa, lakini tunaanzia wapi hata kutafuta? Kuna changamoto 4 zinawasubiri. Mna saa moja tu kuzimaliza na kumwokoa Ivan. Kila kosa litawapoteza muda. Mtapokea vidokezo vyote kwa changamoto kupitia walkie-talkie niliyowaachia, na msisahau kiatu changu. Jamani, hapa nimepata walkie-talkie. Inaonekana kama imepitia vita. Ngoja, habari hiyo ndio. Hatukusikia sauti ya Ivan. Labda alikuwa akidanganya muda wote huu. Sikiliza, Mike, tulia, muda umeshaanza. Tunahitaji kwenda. Sawa, twende. Tuende. Sijui ni nini vitufe. Vitufe. Nitakwenda kubonyeza. ACA, G. Tunashughulika na mtekaji nyara mzito na unataka kubonyeza. Nini ikiwa tukibonyeza na kisha kila kitu kikalipuka? Sikufikiria hivyo. Chochote kitakachotokea baada ya hapo, lazima uone hili hadi mwisho. Angalia, sidhani kama itakuwa mlipuko. Labda ni sehemu tu ya changamoto. Sawa, basi wacha tuamue ni nani abonyeze kitufe kipi. Nadhani utachagua kile kidogo zaidi. Sawa, kisha mimi na Stanley tutachagua kati ya viwili vingine. Ninaogopa sana kwa sababu sijui nini kitanitokea, lakini natarajia nitapona hili. Joe, bonyeza. Unasubiri nini? Sawa, sasa najaribu. Hili ni nini? NI plus she's 2. Je, hicho kilikuwa hicho? Je, hiyo ilikuwa changamoto yote? Ndiyo, haikuwa mbaya sana. Kama hiyo ndiyo changamoto yote, basi hii itakuwa rahisi sana. Nipo ndani. Hii ni kitufe kikubwa. Ninahitaji kupata mara ya kwanza. Imebulika. Kweli, hiyo si haki. Alipata plushes. Nina furaha nilikwenda kwanza, kwa sababu hiyo inaonekana ina maumivu makubwa. Ninafurahi kukuona ukiwa na maumivu, Stan. Hiyo ilikuwa ina maumivu sana. Nini kinanisubiri kwenye kitufe kinachofuata? Ni zamu yako sasa. Ninaogopa hata kufikiria hilo. Unataka kumwokoa Ivan au vipi? Unapaswa kufanya hili. Sina chagua. Jamani, ninaogopa. Nitafanya hili kwa ajili yako tu. Ivan, tafadhali niunge mkono kwa like. Natamani isiwe mbaya sana. Hapa tunakwenda. Hicho ndio? Hii ilikuwa adhabu baada ya yote. Ni ya kusikitisha sana. Hiyo ni nini? Keki, povu la kunyolea. Hili ni povu la kunyolea. Ninawezaje kumtafuta Ivan ikiwa hivi? Usijali bro, nimekushika. Badilisha na hii. Asanti sana.
Habari, vihisia vyetu viko wapi? Tumemaliza changamoto. Hai, ai nini? Hii noti ni kutoka kwa Ivan. Ivan nini? Habari, jamani, ni Ivan. Hapa kuna dalili yangu. Tafuta ramani, imefichwa kwenye kasuku. Hii kasuku iko wapi? Hey jamani, ninaonekaje? Mike, bado una madoa. Sahau, haijalishi kwa sababu guess nini? Tumepata noti kutoka kwa Ivan. Nini? Hakuna muda wa kupoteza. Twende. Hii lazima ndiyo kasuku aliyokuwa anazungumzia. Hebu tujaribu kuifungua. Lakini vipi? Nipe hiyo. Wacha nijaribu. Nilifikiri itafunguka. Haha, wewe ni mjinga sana. Nyinyi ni wazimu. Hii sio jinsi inavyofanya kazi. Tunahitaji kupata ufunguo. Ufunguo uko wapi? Angalia hapo juu, ni ufunguo. Tulieni. Haha, hada miono miduara. Jamani, angalini kio. Nini? Wametoka wapi? Nahitaji kupata alama 1000 ili kupata vitu vitakavyowasaidia kupata ufunguo wa kasuku. Jamani, njoni. Hilo litakuwa rahisi. Kuna kitu zaidi. Oh, na nilisahau kusema, ukigonga duara jeusi utapewa adhabu. Yai, nimepata alama 55. Subiri adhabu. Mike, hata nimenunua popcorn kukuangalia ukiteseka. Adhabu gani? Jamani, mletee vifaa vyake, kiti cha maziwa. Mike, samahana. Ni kwa ajili ya Ivan. Hapana, nachukia hili. Sasa ndiyo vizuri. Hii ilikuwa ngumu sana. Sitakunywa maziwa tena. Nafurahia hii sana. Sawa, tuendelee kupata alama. Ndiyo. Je, hizo zilikuwa alama 100? Ndiyo, subiri. Oh hapana, ni ile nyeusi. Adhabu ni nini? Natumaini unapenda vitamini Eva. Unamaanisha nini kwa hiyo? Ivan, hii ni kwa ajili yako. Ni chachu sana. Nafurahia hii sana. Tazama hii. Piga vizuri, Stanley. Sasa tuna jumla ya alama 1000. Ufunguo wangu uko wapi? Hilo lilikuwa la nguvu. Nilidhani raundi hiyo isingekwisha. Hapa, chukua baadhi ya vifaa vya kusaidia. Hilo, nini? Lajiza, inashikashika sana. Oh, jamani, najua hili ni kwa ajili gani. Tazama hii. Nitajaribu. Jamani, tunamaliza muda. Tunahitaji kupata njia ya kupata hii sasa. Sawa, sasa nimepata hii. Subiri, kwa nini tusikaribie tu? Na imepata. Twend view chini. Hatimaye tunaweza kufungua kasuku. Nini kipo ndani? Sehemu ya ramani. Ndiyo, tumepata sehemu ya kwanza ya ramani. Sasa tunahitaji kupata sehemu ya pili na kwenda kuitafuta. Ilikuwa furaha sana kutazama hiyo. Tunatumaini bado tuna muda wa kutosha. Changamoto inayofuata. Kwa hiyo, umeandaa nini kwa ajili yetu wakati huu? Kila mchezaji anaruka ndani ya sanduku. Ikiwa sanduku ni tupu, unasonga mbele. Ikiwa sanduku limejaa, uko nje na unapoteza nafasi ya kupata sehemu ya pili ya ramani. Jamani, tunahitaji kumaliza changamoto hii haraka iwezekanavyo. Hakuna muda uliobaki. Hebu turuke kwa kuhesabu hadi 3. 1, 2, 3. Hakuna kitu, tupu. Oh, kwako ni tupu. Kwangu pia ni tupu. 1, 2, 3. Tumepata mshindwa wetu wa kwanza. Otampara Ivan. Habu Turuk, 3, 2, 1. Sawa, nimeshaondoka. Ni wewe tu uliyesalia, Mike. Sawa, basi nitapata nini? 3, 2, 1. Hiyo ilikuwa ngumu. EW, na mkanyaga mayai. Kijana mpumbavu. Sasa nini? I nini? Fungwa. Imejikwama. Oh, Moonasia. Tutamwoka Ivan Kamwe. Hapa, nimepata hii. Tazama kilichopo hapa. Ni sehemu ya pili ya ramani. Ni sehemu nyingine ya ramani. Sawa, iunganishe. Oh, hapana. Hatukufanikiwa kwa wakati. Unasema kweli, muda wako umeisha. Sasa huna nafasi ya kumwokoa Ivan. Oops. Nadhani hatutaona Ivan tena. Tutalapa tuambi tu Ivan yuko wapi? Nina uwezo. Nitamsamehe Ivan, lakini badala yake nitachukua wawili wenu.
Nedhani, sawa. Ikiwa nitakuwa salama, ni biashara ya haki, twende. Sawa, hiyo ilikuwa haraka, lakini sawa. Sawa, nenda nje, kutakuwa na gari linakusubiri ambalo litakupeleka unapohitaji kwenda. Kwa heri. Namaanisha ninabaki, lakini bado nitasema kwa heri. Tutaweza kumrudisha Ivan. Nina ramani na najua hapa ndiyo mahali. Ivan yuko wapi? Anapaswa kuwa hapa, sivyo? Ivan yuko wapi? Je, amenidanganya tena? Sawa, hapana. Nahitaji kutulia na kufikiri. Hebu tuangalie mchoro, vitabu. Kuna simu. Tuone simu ni ya nani. Chai bado ina moto na imejaa. Hiyo ina maana mtu alikuwa hapa hivi karibuni. Nadhani hii ni simu ya mtekaji. Kwa hivyo hebu jaribu kuifungua na kuona ni nani. Haiwezekani. Nilijua bila shaka ilikuwa yeye. Ilikuwa yeye muda wote.